Bwana, katika tetesi za usajili bwana, kinachozungumzwa kwa sasa ni juu ya wachezaji wawili ambao wanatajwa sana kujiunga na klabu ya Yanga. Kwa upande mmoja ni beki katili, beki kitasa Omar Farouk Komara ambaye pia ni mchezaji kutoka pale Golden Arrows ya Afrika Kusini, akitajwa sana kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young African. Lakini pia mchezaji huyu ambaye ni raia wa Ivory Coast anatajwa sana kwenye usajili wa kocha mpya wa Yanga, kwamba ni chaguo la kocha na kocha anamhitaji kwa ajili ya kuunda kikosi chake. Sasa bwana, taarifa ambazo zipo pia, Yanga inahusishwa sana na mchezaji kutoka Olympique de Saf ambayo ni raia wa Kongo, Fred Ngoma, ambaye pia anatajwa kwamba huenda sasa akawa pia ni mbadala katika kuhitimisha dirisha hili la usajili. Karibu sana, hii ni Dunia Digital Update na niko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vya uhakika kabisa juu ya yale ambayo yanaendelea katika usajili. Sasa bwana, kama ambavyo nimekuambia, Omar Farouk Komara ni moja ya wachezaji ambao wanatajwa sana na mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi ni juu ya mchezaji huyu kujiunga na klabu ya Yanga ama Dar es Salaam Young Africans ya ama mabingwa hawa wa ligi kuu ya NBC. Sasa huyu anatajwa sana kujiunga na klabu ya Yanga akiwa anatokea pale timu ya Golden Arrows ya Afrika Kusini, lakini huyu ni raia wa Ivory Coast akiwa anatajwa sana, na inasemekana sasa huyu Omar Farouk Komara ni chaguo la kocha Mankoba ambaye ni kocha mpya wa klabu ya Yanga, ambaye anapushi dili hili ili ikiwezekana aweze kuweka safu yake ya ulinzi ikae vizuri. Makubaliano ya pande mbili juu ya nyota huyu mwenye umri wa miaka 25 yanakaribiwa kufikiwa, na huenda lolote likatajwa juu ya usajili wa beki huyu kitasa Omar Farouk Komara, ambaye ametajwa sana leo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba ni moja ya vitasa ama mabeki bora kabisa ambao huenda msimu huu ujao wakajiunga na kikosi cha Yanga. Lakini hii pia inatupeleka juu ya namba 6 wa Yanga ambaye anatajwa sana na huyu bwana ni mchezaji huyu ambaye anatajwa sana kwenye kujiunga na klabu ya Yanga. Huyu si mwingine ni Fred Ngoma. Fred Ngoma bwana, huyu ni raia wa Kongo, lakini pia anacheza defense midfield na anatokea klabu ya Olympique de Safi. Sasa bwana, huyu Fred Ngoma kwa takwimu kwa msimu uliopita, takwimu zake lakini kile ambacho amekifanya kwenye msimu uliopita, huyu bwana ni mchezaji mdogo tu mwenye umri wa miaka 23 akiwa amezaliwa mwaka 1997 na ni raia wa Kongo. Kwenye jezi yake akiwa anavaa jezi namba 4, lakini pia Yanga wanaingia kwenye usajili wa mchezaji huyu kwa euro 267,000 akitajwa kujiunga na klabu ya Yanga. Ameanza kwenye ligi msimu uliopita, ameanza mechi 24, ana yellow card 2, lakini mechi 27 ambazo amecheza akiwa anatokea benchi, lakini pia amecheza dakika 2138 akiwa hana red card, na amekuwa ni moja ya wachezaji ambao ni tegemeo sana kwenye timu yake ambayo ametoka, timu ya Red Arrows ya pale, timu yake ambayo ametoka. Amekuwa ni mchezaji mmoja tegemeo sana na timu ya Olympic ambayo ni moja ya timu bora sana katika ligi ambayo amekuwa akicheza, ligi ya bottom. Na huyu bwana ni mmoja wa wachezaji wazuri sana. Endapo Yanga watampata, basi huenda ikawa wametibu ile kiu yao kwenye safu hii. Lakini pia Yanga wanahitaji sana kuendelea kujiimarisha na wanajenga kikosi chao kwa ajili ya mashindano ya kimataifa, ambayo Yanga anaingia kwenye mashindano ya kimataifa akiwa amefanya vizuri sana. Lakini tunachokitarajia kwa sasa bwana, endapo Yanga watakamilisha dili la Fred Ngoma
kutoka Morocco, lakini pia endapo Yanga watakamilisha dili la huyu mchezaji huyu beki Kitasa, huenda Yanga wakawa wamejiwekea nafasi nzuri kabisa ya kufanya mambo makubwa kwenye usajili wa mwaka huo. Ikumbukwe tayari Yanga wanapita Shalulile, lakini pia wana wachezaji wazuri ambao wamewatambulisha hivi karibuni, wachezaji watatu ambao wametambulishwa, wako vizuri sana na wana timu nzuri sana ambayo itakwenda kufanya mazuri kimataifa. Ukimchukua Omar Farouk Komara, lakini pia ukamchukua Fredi Ngoma, ni wachezaji wazuri sana ambao endapo dili hizi zitakamilika, basi Yanga watakuwa wamejitengenezea ukuta mzuri kabisa. Lakini pia tukimchukua mchezaji kama Fredi Ngoma ambaye ni mshambuliaji mzuri kabisa, ukiachana ushambuliaji wake, lakini pia ni moja ya wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza center back, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kushambulia pale anapokosa mpira, na pale anapokuwa na mpira ana uwezo wa kuhold mpira na akawa kwenye nafasi nzuri, position nzuri ya kuweza kumiliki mpira. Ni mchezaji ambaye anaumiliki mpira vizuri, lakini pia ni mchezaji ambaye ukimpa nafasi ya kukaa na mpira tu atakufanyia kile ambacho hujawahi kufanyiwa. Ni mmoja wa wachezaji wazuri sana ambao kwenye ligi ya Morocco Botola amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na kiwango kizuri sana sana sana, akifanya maajabu sana, na inavyozungumzwa mpaka sasa ni kwamba Yanga wanaingia mkataba na mchezaji huyu, mkataba wa miaka miwili ambaye atakwenda kuitumikia timu ya Yanga, na ikawa pengine huenda ikawa sasa dili la Faisal na Yanga likaenda kufia hapo. Lakini pia tuna mchezaji kama Azizi Ki ambaye ni dhahiri hawezi tena kujiunga na Yanga kwa kile ambacho kimezungumzwa, na kile ambacho kinazungumzwa ni kwamba dili la Azizi Ki na Yanga ni rasmi kabisa, dili hilo limekufa. Sasa tunachokisubiri sasa hivi ni wachezaji hawa wawili Fredi Ngoma pamoja na Komara, ambao ni wachezaji ambao wanatajwa sana kujiunga na Yanga, na huenda wakati wowote mpaka kutoka sasa tukapokea taarifa ya usajili wa wachezaji hawa wawili Komara pamoja na Fredi Ngoma, ambao watakwenda kukiwasha pale Yanga wakienda kushirikiana na wachezaji wapya, lakini pia wachezaji wageni ambao wanakwenda kuitengeneza safu ya Yanga na kuifanya Yanga kuwa ya baraa sana. Yanga ya msimu huu itakuwa ni baraa sana, Yanga ambayo inakwenda kufanya maajabu, lakini Yanga hii ambayo inakwenda kuingia kwenye historia kubwa ya kuwa na wachezaji bora kabisa Peter Shalulile, lakini pia wana wachezaji kama wana wachezaji bora kabisa kama Depu, wana wachezaji bora ambao wanakwenda kuifanya Yanga izidi kuwa bora kabisa. Fredi Ngoma anakwenda pale Yanga, lakini kuna wachezaji wengi ambao wanakwenda kuifanya safu ya Yanga ikae bora kabisa. Kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii hususan pale Instagram, kwenye Instagram ya Mickey Junior ameconfirm taarifa ya Fredi Ngoma kusajiliwa na Yanga, ama Fredi Ngoma kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao, ama kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kwa miaka miwili. Sasa taarifa ambayo ameandika kama masaa matatu hivi yaliyopita ni juu ya Fredi Ngoma kusajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili, mkataba ambao unakwenda kumfanya sasa awe moja ya wachezaji bora kabisa. Ikumbukwe kwamba dili la Gilmugisha nalo limezima ghafla, na tayari kwa taarifa tu ambayo ipo ni kwamba Gilmugisha hawezi kushuka Yanga tena. Kwa hiyo nafasi kubwa ambayo wanayo Yanga kwa sasa ni kupitia kwa mchezaji huyu Fredi Ngoma, miaka 28, lakini pia anaingia Yanga kwa mkataba wa miaka miwili akitokea pale Olympique de Safi ya Morocco ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu ya Morocco. Lakini pia mchezaji kama Komara naye anakwenda kuhakikisha Yanga wanakuwa fiti sana. Hizi ni update kutoka hapa Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment kwa ajili ya update mbalimbali. Dirisha la usajili bado siku 15 liweze kufungwa, lakini timu mbalimbali bado zikiendelea kuonyesha makali na zikiendelea pia kujiweka sawa katika usajili. Timu kama Azam, timu kama Simba zinaendelea kujiimarisha vizuri katika kuhakikisha dirisha hili haliwaachi kama walivyo.